Hehe. Kila moyo unapodunda, unadunda kwenye viwanja. Nikukumbushe tu, weka pause, kunywa maji, alafu kumbuka, hii haina kipengele labda uje nacho wewe bosi. Kumbuka kushare, kusubscribe, kulike na kucomment. Ukimaliza hapo sasa, kumbatia kodi ya Frequency. Ukumbukwe ni channel namba 1 kwa ubora wa habari za michezo, kujua tetesi za usajili, mahojiano mbalimbali. Bwana, Azam FC wametakiwa kurejesha tuzo ya mchezaji bora mahali panapohusika, kwa sababu Azam FC ni miongoni mwa klabu ambazo zimepambana sana au zinapambana au zina struggle sana kuweza kupata taji la NBC pamoja na mataji mengine. Mara ya mwisho Azam kupata taji la NBC ilikuwa 2015 2016, na hapo ndipo ambapo walipataga taji pia la mchezaji bora. Nikwambie tu kwamba mara ya mwisho Azam kuwa na tuzo ya mchezaji bora ilihusisha mashabiki kupiga kura. Nadhani ilikuwa kwa Shomari Salum Kapombe, ndiyo ambaye alikuwa mchezaji bora msimu wa 2015 2016. Ni kwa nini sasa tuzo hii ilisimamishwa pale Azam FC? Sasa ilikuwa inahusisha interaction ya klabu na mashabiki moja kwa moja, kwa kuwa wao ndio waliokuwa wanachagua mchezaji. Shomari Salum Kapombe alishinda kwa kura 277, huku nafasi ya pili ilikuwa kwa Manula aliyepata kura 120. Hicho ni kipindi ambacho Azam hakuwa na mizizi mikubwa. Ingekuwaje kama angeendelea mpaka leo? Tuzo hii ilikuwa inaongeza ushindani kwa zama hizo ambazo Azam ina wachezaji wengi bora na wengi wenye wivu wa kushindana katika mashindano haya. Msimu huu au miaka hii Azam ina wachezaji ambao wana uchu zaidi kama vile Pasco Msindo, Faisal Salum. Tuzo ingewapa wachezaji hamasa ya kupambana, wakijua kuna tuzo yenye thamani kubwa. Pia ingeipa klabu thamani zao na zaidi, mfano wa wachezaji ambao pangeongeza ukubwa zaidi wa klabu hata katika mashindano mengine ya NBC, Premier League, la FA pamoja na mashindano mengine. Sasa hii baada ya kuondolewa tayari imepunguza morali wa upambanaji kwa klabu hiyo, na tayari Azam FC imekuwa ni miongoni mwa klabu ambazo za kawaida sana. Unavotaja top 4 za vilabu bora hapa nchini Tanzania, Azam utaiweka kwa ili mradi, kwa sababu ni klabu ambayo pengine inashinda na ina wachezaji maarufu kama Faisal Salum, Pasco Msindo, Jepte Kitambara Bora, Fontes Mendoza, Yolo Mamadou Diaby, akiwepo pia James Saka Minko, na wachezaji wengine. Lakini kiuhalisia sio timu ambayo inaweza ikawa ni tishio zaidi katika nchi ya Tanzania, kwa sababu imeruhusu sana mabao mengi au kupoteza katika timu za kawaida, lakini imeshinda katika mechi kubwa, hasa za dabi. Tukishuhudia mechi ya Simba dhidi ya Azam, Simba akifanikiwa kufungwa mara 2 mfululizo, kwa maana ya mechi ya NBC pamoja na ile ya Mapinduzi. Lakini pia Azam FC wanapaswa kujua kwamba mahali walipo ni mahali salama sana. Ni sawasawa na mwanaume kwenye au uhalisia wa mahusiano, kwamba mtu ameshamaliza level hizo, ibaki ni kutafuta hela. Azam kwenye swala la pesa wameshamalizana nalo, ibaki kutafuta mafanikio ya kimpira ambayo ni mataji. Sasa je, inawezekana vipi hali ya kuwa kuna Giants Club 2 ambazo zimeshikilia usukani? Simba Sports Club, Dar es Salaam Young Africans. Lakini sioni kama Simba wana shida kubwa sana. Yes, tunaweza tukasema labda ni intensity, labda wanakosa intensity ya mashabiki. Hapana, hiyo sio shida, kwa sababu kinacho ifanya timu ifanikiwe ni uongozi bora, timu bora pamoja na walezi bora. Hayo ndiyo ambayo yanafanya klabu kuwa bora na kuweza kufuzu au kushinda mataji ya ndani. Tunashuhudia kuna klabu ambazo zinacheza kwenye viwanja vikiwa havina mashabiki, mfano Al Hilal Omdurman. Al Hilal Omdurman ni klabu ambayo haina jina, lakini show zake ni za kibabe zaidi. So Azam FC wanapaswa kujua kwamba wao ni klabu kubwa pasina hata kukumbushwa. Wanapaswa kuongeza vitu vya ziada kudhibitisha ukubwa.